Kwa majina naitwa Mwalimu Zainabu Juma Makwinya, mkurugenzi wa halmashauri ya Meru. Awali kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na uzima na kutufanya tuweze kutekeleza majukumu yetu bila changamoto yoyote, na hata kama zipo ni zile ambazo tunaweza kuzikabili. Tuko hapa Karatu kwa ajili ya mafunzo ya viongozi kuanzia wakuu wa idara, wenyeviti wa halmashauri, wakuu wa taasisi, wakurugenzi, madasi, waheshimiwa wakuu wa wilaya, rasi, mkuu wa mkoa na viongozi wengine. Lengo la mafunzo haya ni kutuweka sawa katika utoaji wa huduma mbalimbali, kwa sababu kama mnavyofahamu, binadamu wote tumeumbwa kusahau na wakati mwingine kupuuza bila kujua kwamba tunachopuuza tunailetea shida wananchi, lakini na taifa kwa ujumla. Mafunzo haya yanatolewa na viongozi wabobevu ambao wanafanya mafunzo mara kwa mara ya kuwajengea uwezo wataalamu mbalimbali. Jana tulikuwa na Dr. Kweka ambaye alitufundisha kuhusu afya ya akili. Kwa kweli tumejifunza mengi na tunaona kabisa na tumeweza kujitafakari. Kuna baadhi ya matendo tunayafanya sio ya kawaida, ni afya ya akili. Lakini kupitia yale mafunzo tutajitahidi kwenda sawa na vile tunavyotakiwa. Lakini pia mafunzo haya yameweza kutukumbusha vitu mbalimbali na kutukumbusha wajibu wetu katika utoaji wa huduma. Kwa mfano, leo asubuhi tumefundishwa kuhusu masuala ya kumanage taasisi, lakini tukaulizwa maswali mbalimbali kwamba kwa mfano wewe umeshapitia changamoto gani na mazuri gani umeyapitia. Kwa hiyo kutokana na mafunzo yale tunaona kabisa kwamba tuna wajibu wa kutenda mema kama tunavyotakiwa kufanya, kwanza kwa ajili ya kutekeleza nafasi zetu, lakini pia kujiweka sawa mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu hakuna mtu ambaye anatamani kufanyiwa mabaya, lakini pia sisi wenyewe kutoa huduma iliyo bora kwa wasaidizi wetu na watu wote wanaokuja kupata huduma. Kwa hiyo mafunzo haya yametufanya kabisa kuona wajibu wetu, tunachotakiwa kukifanya ni kitu gani, na tusichukulie hasira, kwa sababu unajua mtu anapotoka nyumbani anategemea wewe ndio utamtatulia changamoto zake. Sasa utakapokuja kumjibu tofauti kwa kuchukua hasira zako za nyumbani au hasira zako za kimaisha, bado utakuwa hujamsaidia, unatengeneza mgogoro, lakini pia unaigombanisha pia serikali na wananchi, kwa sababu wao wanaamini uko pale kumsaidia Mheshimiwa Rais katika kutekeleza majukumu ambayo serikali inatakiwa yatekelezwe. Asante sana.